mbalimbali. Kwa hiyo kusema kwamba bodi ya ligi wanavunja kanuni ni kuikosea heshima bodi ya ligi. Yanga wanapaswa kupeleka timu uwanjani na sio kutafuta sababu zingine za kujitetea ambazo sio za msingi. Kusema bodi ya ligi wanavunja kanuni ni kuikosea tu heshima, lakini ukweli ni kwamba wao wenyewe wanavunja kanuni na wao ndio ambao wameadhibiwa mara nyingi na bodi ya ligi kutokana na makosa yao ya kuvunja kanuni. So kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, Yanga wanapaswa kupeleka timu uwanjani na kuacha hizo porojo zingine zote za kwenye mitandao, haziwezi kuwasaidia kitu. Kitu pekee ambacho kitawasaidia Yanga kwa sasa ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo ipangwe, wapeleke timu uwanjani na sio kutafuta sababu ambazo hazina msingi. Kusema bodi ya ligi eti wanavunja kanuni, hiyo ni sababu ambayo sio ya msingi, kwa sababu haipo hivyo, na sisi wote ni mashahidi na nyinyi kama wadau wa mpira pia ni mashahidi. Mmeona mara kadhaa adhabu zikiwa zinatolewa kwa sababu ya watu kuvunja kanuni. So ifike wakati Yanga kama club ifuate taratibu ambazo zimewekwa, au pengine viongozi wake hawajui. Inawezekana viongozi wa Yanga hawajui kwamba kamati ya masaa 72 ni kamati ambayo iko chini ya bodi ya ligi. Inawezekana hawajui. Lakini pia nitashangaa ama ni aibu pia kwa timu kubwa kama Yanga kuwa na viongozi ambao hawajui kwamba kamati ya masaa 72 iko chini ya bodi ya ligi, kama ni kweli hawajui kwamba kamati ya masaa 72 iko chini ya bodi ya ligi. Kwa sababu hawa ni viongozi wanaongoza timu kubwa, na Yanga ni timu ambayo ina historia kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania, ni timu ambayo ina historia kubwa na mpira wa Afrika. Kwa hiyo kila kitu ambacho